Bwana, mimi jana nimeangalia mechi ya Al Hilal ya Sudan dhidi ya Mamelodi. Al Hilal alikuwa nyumbani. Ile mechi Al Hilal amecheza bwana. Yaani ile mechi imetoa tafsiri kwamba hata wa Giants wanafungika. Na ukiangalia katika mashindano haya kila mtu huwa anatamba kwa nyumbani kwake. Leo anakwenda kucheza Yanga dhidi ya Al Ahly pale Zanzibar. Kama Yanga atacheza kama alivyocheza Al Hilal jana, mimi na uhakika Yanga kabisa anashinda mbele ya Al Ahly pale Zanzibar. Kutokana na quality ya wachezaji wa Yanga tunayoiona, mimi na uhakika kabisa Yanga akicheza vizuri anakwenda kushinda mchezo pale Zanzibar. Katika kundi hili mchawi wa Yanga ni Al Ahly peke yake. Yaani kama Yanga akifanikiwa kufuzu kutoka katika hatua ya makundi ambapo ndio ipo kundi moja na Al Ahly, Yanga mimi naweza nikasema kwamba tunaweza tukamwona hata finali, akishiriki finali. Na wapinzani wengine ambao wapo wanashiriki kwenye michuano hii, yani quality ya wachezaji wao na Young Africans hazijapishana sana, yani Yanga na wamudu. Kwa sababu tukiangalia timu kama Mamelodi Sundowns, yani ukisema ukifananisha kama na Al Ahly ya nchini Egypt, hazijapishana sana kwenye quality. Kwa maana kwamba kama jana ameweza kufungwa na kwamba Giants pia wanafungika. Patia tu picha Yanga angekuwa kwenye ile kundi la Simba. Yani asingekuwa kwenye ile kundi moja na Al Ahly, akaenda kukutana na Simba, labda kwenye ile kundi la Simba sasa kukutana na Esperance, kukutana na Petro, labda Malien. Yani ingekuwa ni kundi la namna gani? Kwa sababu mimi ninachoamini kwamba mpinzani mkubwa sana wa Yanga mpaka sasa hivi ni Al Ahly. Yanga mpinzani wake mkubwa ama mchawi wake mkubwa kwenye haya mashindano mpaka sasa hivi, ambaye tayari akiweza kufanikiwa itakuwa amempunguza ni Al Ahly peke yake. Kama akifanikiwa kumpunguza Al Ahly, tunaweza kumuona Yanga ameenda hatua ya mbele zaidi.